Bwana Mungu awabariki wapendwa wote. Ninawasalimu kwa jina la thamani sana la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru tena Bwana Yesu kwa kutupa neema nyingine hii ya kuweza kupata video nyingine hii kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Video zilizopita tumejifunza mambo mengi na usiache kuendelea kuzitazama. Lakini pia katika video hii tutakwenda kujifunza neno la Mungu na tutafungua Biblia kwenye kitabu kile cha Luka Mtakatifu. Luka Mtakatifu 16:16. Biblia inasema hivi. Torati, nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Haya ni maneno ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Anazungumza kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu ambayo inatangazwa. Kwa hiyo hapa ndio somo letu tunapolichukua, habari njema ya ufalme wa Mungu au injili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu Kristo, kuhusiana na injili ya ufalme wa Mungu, yeye mwenyewe aliitangaza, akaihubiri, akaifundisha, na watu wakasikia hiyo injili ya ufalme wa mbinguni, hiyo habari njema ya ufalme wa mbinguni. Na Biblia inasema kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Manake na wewe unapoisikia injili ya ufalme wa Mungu, habari njema za ufalme wa Mungu, inabidi ufanye ima, uzitendee kazi. Okay, ndiyo nguvu inayohitajika. Kukubali ya kwamba hili neno nalitendea kazi, na kubali kuliishi, na kubali kulifanyia kazi. Unaona? Sasa angalieni. Baada ya Bwana Yesu Kristo kusema ya kwamba injili au habari njema ya ufalme wa Mungu inatangazwa, yeye mwenyewe aliitangaza, na injili hiyo aliikabidhi kwa mitume wake, wakina Yakobo, wakina Matayo, wakina Yohana, wakina Petro. Au ndio mitume wa Bwana Yesu Kristo ambao walikabidhiwa hii habari njema ya ufalme na Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Na hiyo habari njema ya ufalme, Biblia inasema, basi enendeni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, na asiamini atahukumiwa. Maana yake hii injili, hii habari njema, Yesu Kristo anawaagiza mitume wake, wanafunzi wake, mkaihubiri kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa hii habari njema hii injili hii ya ufalme, walitembea nao wakina Yakobo, walitembea nao wakina Yohana, walitembea nao wakina Filipo, walitembea nao wakina Petro, wakaihubiri. Hata mtume Paulo alihubiri, ikafika mpaka katika nchi za mataifa. Mnaona? Lakini kuna jambo la kusikitisha. Baada ya mitume kulipeleka neno la Mungu, kupeleka injili ya ufalme, mafundisho ya kweli, neno la kweli, wapendwa, hapa tunaona kuna jambo la kusikitisha lilitokea, na ni Yesu Kristo mwenyewe alisema litatokea. Ni jambo gani hilo? Tusome katika Mathayo 14. Mathayo 14. Mathayo 24 samahani. Ni Mathayo 24. Ni Mathayo 24. Mathayo 24 mstari wake wa 11 mpaka 14. Biblia inasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Yesu akatoa dalili ya kuja kwake mara ya pili. Alitoa nyingi sana,
lakini moja kati ya hizo anaonyesha kuhusu manabii wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Hili ndiyo jambo la kusikitisha. Pamoja na mitume kulipeleka neno la Mungu la kweli, pamoja na mitume kulisafirisha huko na huko, walisafiri wakaenda huko na huko kulipeleka neno la Mungu. Unaona, hii injili ya ufalme, wakaihubiri injili safi ambayo haijagoshiwa, ambayo haijatiwa chachu, ambayo haijaongezwa mawazo ya kibinadamu, injili ya kweli. Lakini angalieni, Yesu anaweka tahadhari, anasema manabii wengi wa uongo watatokea, watadanganya wengi. Manake watu watatoka katika ile kweli ya neno la Mungu. Watatoka katika ile kweli ya neno la Mungu na kugeukia uongo. Manake watajitenga na imani. Na Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtume Paulo anasema waziwazi, akirudia mambo yale yale Yesu aliyoyatabiri, aliyoyasema. Sikieni, alisema nini? Timotheo wa kwanza, waraka wa kwanza wa Timotheo, sura yake ya 4, mstari wa kwanza mpaka wa 3, Biblia inasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Ni katika nyakati za mwisho. Hapo mtaelewa ni baada ya mitume wamekwisha hubiri injili ya kweli, wamekwisha ondoka duniani. Sasa huko mambo yanakuja kuharibika, manabii wa uongo wananyanyuka. Sikie, wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani au mafundisho ya mapepo. Ni kipindi kibaya sana. Ndiyo maana nimetangulia kusema kinahuzunisha. Mungu akusaidie ujue upo katika nafasi gani, upo wakati gani, unaishi siku gani, unaishi wakati gani. Huu ni wakati mbaya mno. Ni wakati ambao tayari dunia imeshajitenga na imani ya mwanzoni, mafundisho ya mwanzoni. Ndio kipindi ambacho tunakiishi leo. Shetani akiwatumia manabii wa uongo kuliharibu neno la Mungu, na imepelekea wengi kujitenga na imani. Si kwamba imani hawana, ila wamejitenga na ile imani ya mwanzoni na kupokea mapokeo ya manabii wa uongo. Video inayofuata tutaenda kuona manabii wa uongo walifanya nini, manabii wa uongo walifundisha nini. Unaona, na tutaona ya kwamba si neno la Mungu lakini imeaminika. Mungu atusaidie. Wapendwa, mstari wake wa 2, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokeo kwa shukrani kwa walio na imani, wenye kuijua hiyo kweli. Kwa leo, kwa andiko hili tuone tu hapa kwamba wale manabii wa uongo watakapokuja, kazi watakayoifanya ni kuwatenga watu na imani ya kwanza, imani ya mwanzoni, imani ya kibiblia, imani ya Wakristo wa mwanzoni, imani ambayo iliitwa injili ya ufalme. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Dada zangu, ndugu zangu, wapendwa wote, sikilizeni. Hapa tunaona ya kwamba huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anatutahadharisha. Hicho kipindi ni wakati wa mwisho, na mimi na wewe leo tunaishi wakati wa mwisho. Ndio wakati wenyewe ambao wanadamu watajitenga na imani. Wapendwa, sikilizeni. Ni imani gani? Imani ya kibiblia. Ni imani gani? Ni ile injili ya ufalme wa mbinguni. Hawataisikia tena, watasikia vitu vingine vinavyodanganya. Mungu akusaidie kujua injili ya ufalme ilikuwa inasema nini. Na katika video hii tutaona injili ya ufalme ilikuwa inasema nini, injili ya ufalme wa mbinguni. Turudi katika Mathayo 24. Nilikuwa nawathibitishieni, kuonyesheni
ya kwamba kweli maneno ya Bwana Yesu Kristo yalithibitishwa tena katika Timotheo kwamba manabii wa uongo watadanganya wengi. Tunakwenda mstari wa 14. Mathayo 24:14. Lakini hapa kuna neno la faraja linasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Wapendwa, hapa kuna maneno ya faraja ya kwamba pamoja na manabii wa uongo kutokea na kudanganya wengi, pamoja dunia watu watajitenga na imani ya mwanzoni, imani ya kibibilia, imani ya Wakristo wa kwanza, nini kitatokea? Hapa Yesu anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Manake katika kipindi hiki cha mwisho kutakuwa na habari njema ya ufalme. Maana yake ni nini? Hii habari njema ilikuwepo na ikahubiriwa na yeye mwenyewe Bwana Yesu Kristo na mitume wake wakina Yakobo, wakina Petro, wakina Yohana. Sasa injili hiyo hiyo itakuja kuhubiriwa tena katika kipindi hiki cha mwisho baada ya manabii wa uongo. Hapo ndipo injili ya ufalme itakuja kuonyesha kweli ya neno la Mungu. Haleluya! Na itakapokuja kuonyesha kweli ya neno la Mungu, hapo ndipo itathibitisha ya kwamba hiki mlichokiamini si neno la Mungu. Neno la Mungu la kweli linasema 1, 2, 3 watu wapate kuamini. Hiyo ndio injili ya ufalme wa Mungu. Haina budi kuhubiriwa tena. Kwa kipindi hiki cha mwisho tunaishi wakati ambao manabii wa uongo wamekwisha tokea. Mafundisho ya uongo yamekwisha tokea, yamejaa duniani. Lakini kipindi hiki Mungu anainua huduma za kweli, anainua watumishi wake wa kweli, anawainua, wanaanza kufundisha na kuanza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu, habari njema za ufalme wa Mungu, zile za mwanzoni za kweli ambazo manabii wa uongo waliziondoa, wakaingiza mawazo yao, nia zao, kufahamu kwao. Unaona wapendwa, sikilizeni, ile injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa tena, na kipindi hiki cha mwisho inahubiriwa. Mungu akusaidie kuitambua injili ya ufalme wa Mungu, habari njema za ufalme wa Mungu. Sasa hapa sikiliza kwa makini. Hii habari njema ya ufalme wa Mungu ya mwanzoni ambao manabii uongo wataiondoa, lakini siku za mwisho itakuja kuhubiriwa tena ili iwe ushuhuda kwa watu, tena kwenye mataifa yote, Tanzania, Kenya, Uganda, Afrika yote, duniani kote, mabara yote duniani. Hii injili ya ufalme itahubiriwa tena. Hapo ndipo mwisho utakuja. Ni kusema hapo ndipo Yesu atarudi. Kwa hiyo kabla Yesu Kristo hajarudi, anatanguliwa na hii habari njema ya ufalme wa Mungu. Wapendwa, angalieni sasa. Hii habari njema ya ufalme wa Mungu ilitangaza ya kwamba ilifundishwa namna gani. Hii habari ya ufalme ilihubiriwaje? Inabidi uijue sasa. Kwanza kabisa, habari njema ya ufalme la kanisa la mwanzoni walifundishwa Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Na huyo Mungu ni Bwana Yesu Kristo. Maana yake Yesu Kristo alikuwa ni Mungu aliyekuja katika mwili. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Tusome Timotheo wa kwanza, inathibitisha hilo. Waraka wa kwanza wa Timotheo, sura yake ya pili. Waraka wa kwanza wa Timotheo, sura yake ya pili. Waraka wa kwanza wa Timotheo, sura ya 3, mstari wa 16. Waraka wa pili wa Timotheo, sura ya 3, mstari wa 16. Biblia inasema, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Biblia inasema aliyechukuliwa mawinguni.
huko katika utukufu alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Maanake yule Mungu asiyoonekana alionekana katika umbo la kibinadamu. Usipoamini hilo, wewe ni mpinga Kristo, wewe ni nabii wa uongo. Maana Biblia inasema ya kwamba mpinga Kristo ni nani? Ni yule ambaye asiyekiri ya kwamba Yesu alikuja katika mwili. Maanake kwa asili yeye alikuwa ni roho wa milele, alikuwa sio mwili wa kibinadamu, lakini akaja hapa duniani katika mwili wa kibinadamu ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Akakubali kukaa msalabani, akateseka, akakubali kudhihakiwa, akakubali kutemewa mate, akakubali aibu, lakini wewe upate kuokolewa. Ndio Injili, ndio habari njema ufalme wa mbinguni. Aliyekuja hapa duniani ili kukuokoa alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Inapaswa uamini hivyo. Tito 2:13. Tito 2:13 Biblia inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Biblia inasema Mungu mkuu na Mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Ili upate kuokolewa, amini Yesu Kristo alikuwa ni Mungu aliyekuja katika mwili. Ni yule roho wa milele aliyeumba mbingu na nchi. Sasa anakuja katika mwili ili apate kukuokoa. Tena Biblia inafika mbali, inasema ni Mungu sio mdogo, Mungu mkuu. Sio Mungu mtoto, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Wapendwa, Yesu Kristo, injili ya mwanzoni, injili ya ufalme wa Mungu, habari njema za ufalme wa Mungu zilihubiriwa ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu mkuu. Kanisa la mwanzoni waliambiwa Yesu Kristo ni Mungu mkuu na Mwokozi wao. Na wewe leo sikiliza, Yesu Kristo ni Mungu mkuu na Mwokozi wako. Amini, batizwa ndani ya maji mengi kulingana Biblia. Unaona, tutakwenda kuona na ubatizo wa kweli ni upi, lakini tumalizie 14. Tunakwenda tumalizie mstari wa 14. Ambaye alijitoa nafsi yake sio zake, yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Biblia inasema ya kwamba Mungu mkuu na Mwokozi wetu ambaye ni Bwana Yesu Kristo alijitoa nafsi yake. Nafsi yake, maana yake hakujitoa nafsi tatu, hakujitoa nafsi mbili, alijitoa nafsi moja pale msalabani. Sasa swali linakuja, je, kuna nyingine libaki mbinguni? Jibu ni hapana. Nafsi ya Mungu ni moja tu, na inatuthibitishia katika Isaya 45, inathibitisha nafsi ya Mungu ni moja tu. Si kwamba kuna nafsi mbili zilibaki mbinguni au kuna nafsi nyingine libaki mbinguni. Hapana, ni nafsi ile ile. Isaya 45:15. Kisha tutasoma mpaka 23. Inasema hivi. Isaya 45, nitarudi Isaya 45:15. Biblia inasema, hakika wewe Mungu ujifichaye nafsi yako, Mungu wa Israeli Mwokozi. Kumbe hata Mungu wa Israeli Mwokozi ni Mungu mmoja, ana nafsi moja, na yeye pia anaitwa Mwokozi. Sasa je, tuna wokozi wangapi? Mwokozi ni mmoja tu. Maana yake ni kutuonyesha yule Mungu wa Israeli aliyeitwa Yehova katika Agano la Kale ndiye Yesu Kristo wa Agano Jipya aliyekuja kutuokoa. Ndiyo maana Yehova anaitwa Mwokozi na Yesu anaitwa Mwokozi. Na anasema hakika wewe Mungu jifichaye nafsi yako. Anaposema yako, maana yake moja, sio mbili. Kwa hiyo Mungu wa Israeli ni Mungu mwenye nafsi moja. 20 hapo Isaya 45, twende 20 mpaka 23. Biblia inasema, jikusanyeni mje na kukaribia pamoja,
ninyi wa mataifa mliookoka, hawana maarifa wale wachukua mti wa sanamu yao ya kuchonga, wamwombao Mungu asiyeweza kuokoa. Hapa kuna watu walikuwa wanaabudu, walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanaomba Mungu ambaye hawezi kuwaokoa, waliojichongea wenyewe. Na wewe usijichongee Mungu bandia, usijichongee Mungu ambaye sio wa kibiblia, hawezi kukuokoa. Tutaona Mungu anayeokoa ana nafsi ngapi. 21, hubirini, toeni habari, naam, na wafanye mashauri pamoja. Ni nani alionyesha ya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana, wala hapana Mungu zaidi ya mimi, Mungu mwenye haki, mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Mungu anasema ni mmoja tu, na zaidi yake yeye hakuna Mungu mwingine. Yeye ndiye mwenye haki na yeye ndiye mwokozi. Ndio maana Yesu alipoitwa mwokozi alikuwa ni yule Mungu mmoja aliyesema zaidi yake yeye ndiye mwokozi na hapana mwingine zaidi yake yeye. 22, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Wapendwa, tumwangalie huyu Mungu tukaokolewe, tumwamini huyu Mungu tukaokolewe. Huyu Mungu anayeokoa na nafsi ngapi? Mstari wa 23, kwa nafsi yangu nimeapa. Wapendwa, maneno haya anayasema Mungu mwenyewe. Anasema tumwangalie yeye tukaokolewe. Kisha anasema kwa nafsi yangu nimeapa. Hapa Mungu anatambulisha nafsi yake, anaonyesha yeye ana nafsi moja tu. Ndio maana anasema kwa nafsi yangu nimeapa. Ndio maana Tito 2:14 inasema alijitoa nafsi yake. Ni hii ambayo aliapa hapa katika Isaya 45:23. Ndo nafsi hiyo moja alionayo, alienda kujitoa msalabani. Kwa hiyo Yesu hakuwa nafsi ya pili ya Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu mwenyewe, anajitoa nafsi yake moja pale msalabani. Ndiyo injili ya mwanzoni, ndiyo injili ya kibiblia, ndiyo mafundisho ya mwanzoni. Narudia 23, kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala litarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Kwa hiyo hapa tunaona maandiko yanathibitisha Mungu alijitoa nafsi yake, na hiyo nafsi akajitoa pale msalabani. Ilikuwa ni nafsi moja tu. Kwa hiyo Mungu wa kibiblia ana nafsi moja. Kanisa lilifundishwa Mungu ana nafsi moja. Kanisa lilifundishwa Mungu ni mmoja, na ndiyo injili, habari njema ya ufalme. Na Waebrania 6:13 katika Agano Jipya inathibitisha ya kwamba Mungu ana nafsi moja tu. Mtume Paulo kwa Waebrania 6:13, Biblia inasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa na mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Anaposema yake, maana yake moja. Mnaona? Kwa hiyo hata katika Agano Jipya walifundishwa Mungu ni mmoja, ana nafsi moja. Kwa hiyo manabii walihubiri Mungu ana nafsi moja. Mitume wa Bwana Yesu Kristo waliokabidhiwa injili ya ufalme, habari njema ya ufalme wa Mungu, walihubiri Mungu ana nafsi moja. Na leo unaposikia injili hii, ndio ile injili ya ufalme ambao ya wa mbinguni, ambao haina budi kuhubiriwa tena duniani kote katika siku za mwisho, ili kuja kwa pili kwa Kristo kuje. Na Biblia inatuonyesha Mungu ni mmoja, ana nafsi moja. Na leo sikia kwa makini sana mpendwa, macho yako yafunguliwe, masikio yako ya kiroho yafunguliwe ya kwamba Mungu ni mmoja, ana nafsi moja, na huyo Mungu ni Bwana Yesu Kristo. Ndio imani ya mwanzoni, ndio injili ya ufalme. Sasa ukishaamini kwamba Mungu ni mmoja na ana nafsi moja, ndio unabatizwa. Unafanya nini? Unabatizwa. Okay, sasa unabatizwaje? Mathayo 28:19. Mathayo 28:19, Biblia inasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa Yesu anasema
nendeni ulimwenguni, nendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina. Hapa muwe makini, jina. Sio kwa majina mengi, kwa jina. Manake mtu anapoenda kubatizwa, akabatizwa kwa jina. Hapo ndipo wengi walikwenda tofauti na kile ambacho Yesu aliagiza. Yesu aliagiza mkabatize kwa jina. Hilo jina ndo la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Unapoenda kumbatiza mtu, mbatize kwa jina. Sio kwa majina mengi, kwa jina. Hilo jina ni la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anayekwenda kubatizwa kwa kutamkiwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huyo hajabatizwa kwa jina. Kwa sababu gani? Baba sio jina, ni sifa au cheo. Mwana sio jina, ni sifa au cheo. Roho sio jina, ni sifa au cheo. Ndio maana mimi naweza kuwa baba kwa mtoto wangu. Pia mimi huyu ni mwana kwa baba yangu. Tena mimi huyu nina roho. Je, mimi ni watatu? Hapana, mimi ni mmoja. Je, hayo ni majina yangu? Hapana, ni sifa zangu. Unaona, sio jina langu. Kwa hiyo mimi ambaye ni baba kwa mtoto wangu, ni mwana kwa baba yangu, na nina roho. Jina langu Samueli. Mnaona, ndo jina. Kwa hiyo ukiambiwa nenda kabatize kwa jina la Baba, haina maana ukatamke Baba. Baba sio jina. Inabidi ujue Baba anaitwa nani, ndo ukatamke jina. Ndo lilikuwa agizo la Yesu. Kwa hiyo Yesu hapa anaweka fumbo, mkabatize kwa jina. Jina lenyewe kulitaja, akataja sifa kuu 3 za Mungu mmoja. Unaona, hajasema hizi ni nafsi. Wapendwa, muwe makini. Biblia imesema mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haijazitamka kwamba ni nafsi. Kwa hiyo hatupasi kuongeza katika maneno ya Mungu. Hapa zimetamkwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hasijasema kwamba ni nafsi. Hilo shikilia. Ila tunaposema Baba ni sifa, Mwana ni sifa, Roho Mtakatifu ni sifa. Kwa hiyo Mungu alifanya kazi kuu 3. Kama Baba aliumba, kama Mwana aliokoa, kama Roho Mtakatifu alituongoza. Akiwa Baba anaumba, akiwa Mwana anaokoa, akiwa Roho Mtakatifu anatuongoza. Kwa yule aliyeumba na akatuokoa na anatuongoza leo kama Roho Mtakatifu, ana jina. Hilo jina ni lipi? Ndio inabidi mpate. Kwa sio kwenda kurudia Baba, Mwana, Roho. Hapana. Ukiambiwa nenda kabatize kwa jina la Baba, ukifika pale na kubatiza kwa jina la Baba, maana yake umefeli mtihani wa Yesu. Ilibidi ujue Baba anaitwa nani. Ukiambiwa nenda kabatize kwa jina labda nenda kabatize kwa jina la mwalimu, utauliza ni mwalimu yupi? Ni mwalimu gani? Inabidi nimjue ndo nikabatize watu, maana sitaki kwenda kurudia mwalimu na kubatiza kwa jina la mwalimu. Nimefeli. Inabidi kujua mwalimu anaitwa nani. Kwa unapoambiwa nenda kabatize kwa jina la Baba, haina maana ukatamke Baba. Baba ana jina. Ukilipata hilo jina ndio ukabatize. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Yesu anatuonyesha ni mmoja. Hilo shikilia la muhimu. Anasema mkabatize kwa jina la, maana yake anayekwenda kumtamka ni mmoja. Kwa jina la, anayekwenda kumtamka ni mmoja. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ana jina na ni mmoja. Sasa ukilipata hili jina ndio ukabatize watu. Hapa alikuwa anawaagiza mitume wake, aliyowapa habari njema ya ufalme, aliyewaachia injili ya ufalme wa mbinguni. Ilikuwa ni mitume wake, lakini mitume baada ya kupewa agizo wakaambiwa wasubiri ahadi ya Roho Mtakatifu. Maneno anayowaambia hawawezi kuyastahimili. Roho Mtakatifu atakapokuja ataongoza katika kweli yote. Na kweli Roho Mtakatifu akashuka siku ya Pentekoste. Aliposhuka akaongoza katika kweli yote, akawafunulia ya kwamba kumbe yule Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tulioagizwa jina lake ni nani. Maandiko yanatuambia ni Yesu Kristo. Matendo ya Mitume, tumalizie kwa andiko hilo. Matendo ya Mitume sura yake ya 2, mstari wake wa 37 hadi 38. Matendo ya Mitume 2:37 hadi 38. Walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni
mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hii inatuthibitishia siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aliposhuka akawaongoza katika kweli, wakatambua lile agizo la Mathayo 28 la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lile agizo tuliambiwa tukabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lakini jina tukutajiwa, tukatajiwa hizo ni sifa. Inabidi tupate jina la mwenye hizo sifa ndo tukalitamke kwenye ubatizo. Kwa hiyo wakatambua jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo. Kwa watu wakabatizwa 3000 ndani ya maji mengi kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, wewe ambao unasikiliza, amini leo. Baada ya kuamini Mungu ni mmoja na ana nafsi moja na jina lake ni Yesu Kristo, batizo kwa jina la Yesu Kristo. Hii ndio ilikuwa injili ya mwanzoni, ubatizo wa mwanzoni wa kibiblia, ndivyo alivyoamini. Na hii ndiyo habari njema ya ufalme, haina budi kuhubiriwa tena. Kama kule walisema Mungu ana nafsi moja katika Biblia, utasikia mafundisho ya injili ya ufalme wa mbinguni yatakayokuja kuhubiriwa tena, watakwambia Mungu ana nafsi moja. Kama walisema Yesu Kristo ni Mungu, imani ya kweli, mafundisho habari ile njema ya ufalme wa mbinguni itakuonyesha leo Yesu Kristo ni Mungu. Kama walibatiza kwa jina la Yesu Kristo, utasikia tena injili ya ufalme wa mbinguni inakwambia batizwa ndani ya maji mengi kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa, na ukibatizwa kwa jina la Yesu Kristo kuna faida mbili. Kwanza, unapata ondoleo la dhambi zako, na pili, unapokea Roho Mtakatifu. Ndio ulikuwa utaratibu wa Mungu kuondoa dhambi za mwanadamu za kwanza alizodhirithi, alizozitenda. Unaona, hizo dhambi za tangu kuzaliwa ni dhambi ambazo ziliondolewa ni kwa kubatizwa kwa jina la nani? La Bwana Yesu Kristo. Kama una swali uliza, kama una swali uliza. Na kwa leo video hii isiwe ndefu, tusimamie hapa. Tutaendelea na somo lingine wakati ujao, lakini pia napenda kuwatambulisheni ya kwamba tuna grupu linaitwa Tena Mtaifahamu Kweli. Ndani yake tuko watumishi mbalimbali hapa Tanzania ambao tunafundisha neno la Mungu katika ile grupu la WhatsApp ambalo linaitwa Tena Mtaifahamu Kweli. Na ukipenda kujiunga na grupu hilo, basi na kutajia namba zangu za simu, utanifata inbox, nami nitakuunganisha na hilo grupu, either kwa kukutumia linki ya kujiunga na grupu wewe mwenyewe, au ukaniomba nikuunganishe moja kwa moja, nitakuunganisha kwenye ile grupu. Maswali na majibu yanajibiwa kule, na mambo mengi ya kiroho unahitaji msaada wa kiroho, nao pia utasaidiwa kwa neema ya Mungu. Hivyo wapendwa, ninataja namba 0719497900. Narudia 0719497900, na namba nyingine ni 0764659653. Narudia 0764659653. Okay, kama una swali weka hapo chini kwenye comment hapo chini, weka swali lako na utajibiwa kulingana neno la Mungu. Mungu awabariki nyote. Amen.